Za kupata habari kutoka JTV, subscribe. Gelegele kwa wingi. Sasa naingia kukagua kwa wingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ruhusa yako naomba nisome kilichoandikwa. Mradi wa ujenzi wa zahanati ya Mtima umezinduliwa na Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, Mkuu wa Mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utapata fursa ya kukagua, kuweka mawe ya msingi na kutembelea na kuzindua miradi mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 77 na milioni 785. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika gharama za miradi hiyo zaidi ya bilioni 77.5 ni fedha kutoka serikali kuu, lakini mchango wa wananchi ni zaidi ya shilingi milioni 24 na mchango kutoka mapato ya ndani ni milioni 4.9, lakini vile vile kutoka kwa wafadhili ni milioni 178. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utapata fursa ya kukagua miradi ya afya ikiwemo zahanati hii utaizindua, ambayo ina thamani ya shilingi milioni 70 na laki 4, lakini milioni 50 imetoka serikali kuu na milioni 20 na laki 4 ni mchango wa wananchi. Kwa juhudi kubwa ya kukamilisha zahanati hii, mara ya mwisho nimekuja hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilikuja nimekasirika kweli kweli, hali ilikuwa mbaya, lakini tulikuja tukawaelekeza. Tunashukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kweli inatia moyo kuona hali jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hiyo ninawapongeza wote kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Bado tutatamani kutazama na kucheki document. Tumeambiwa document hazipo, lakini tunatamani kuziona, na kwenye miradi inayokuja inayoendelea tunataka tukute document za mradi, tukague mradi na document. Ndio sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa azindue. Lakini tunataka tukute document, tukague document, tuone thamani ya mradi, fedha iliyotumika na kila kitu kiko sawa sawa. Ndio Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa azindue. Kwa miradi ijayo kule tukute miradi iko complete, ikiwa imekamilika, ili basi uzinduzi huo umeambatana, umekwenda sawa sawa na viwango ambavyo vinatakiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitumie fursa hii kukukaribisha uweze kuongea na wananchi wa Mtima, viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ileje, na baadaye utakwenda kufanya ukaguzi na kuendelea kufanya uzinduzi. Na leo tumekuja hapa kwenye zahanati ya Mtima. Kwenye taarifa imetumia milioni 120 na kidogo. Na milioni 120 na kidogo, shilingi milioni 20 na kidogo zimetolewa na ninyi. Jipigieni makofi. Hiyo ni dalili kwamba ile jina la moyo linaendana na matendo yenu. Hongereni sana. Lakini baada ya nyinyi kutoa milioni 20 mkajenga boma, mkalimaliza, serikali ikaweka milioni 50 ili kukamilisha na ninyi mpate huduma. Lakini huduma isingeweza kutolewa bila vifaa tiba. Serikali imeweka milioni 50 kuleta vifaa tiba ili muweze kupata huduma bora na nzuri katika mazingira mazuri. Hiyo ndio kazi ya serikali, lakini kazi hiyo imepata nguvu baada ya nguvu zenu wenyewe za kuonyesha uhitaji wa zahanati hapa kwenye maeneo yenu na kijiji chenu. Jipigieni makofi. Kwa mimi niwapongeze sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mmeifanya. Mmepata zahanati nzuri. Kwenye safari mara nyingi huwezi kutembea tambalale, si ndio? Amesema hapa katibu tawala wa mkoa alikuja akakuta mambo sio, lakini leo si tumeambiwa hapa kuna mtoto tumepata. Na huyo mtoto tungemuita naye nini? Mtima, si ndio? Si ndio mtoto wa kwanza? Au tungemuita Moyo. Sasa bahati mbaya mzazi aliyempata hawezi kutukubalia, lakini angeitwa Mtima au Moyo, ili tuwe tuna kumbukumbu kwamba pale kwenye kile zahanati yetu mtoto wa kwanza aliyezaliwa ameitwa jina linalofanana na zahanati husika. Sasa mimi ndawapa leo mbuzi wawili, mchinje hapa mle hapa, si ndio? Ndio kazi ya mkuu wa mkoa.
Mimi sinamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ndo katuleta huku tumsaidie kazi. Na sisi tunatakiwa kufanya kazi inayofanana na usaidizi wa mtu mkubwa, si ndio? Sasa leo hapa mtakula mbuzi leo. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.